Watu wanaosababisha tuishi vibaya ni kageni kama chizi wachache ambao wamejimilikisha utajiri wetu wote, alafu wamebaki wao. Kuna mtu ni waziri tu, ana nyumba labda 50 au 60. Sio labda mtu ana nyumba Dubai, ana nyumba Ujerumani, ana nyumba Uingereza, ana nyumba. Kwa hiyo amechukua nyumba ya mzee Madawa, amejenga Uingereza. Amechukua nyumba ya huyu, amechukua nyumba ya huyu. Kwa ukija ukapiga calculation, mawaziri wawili wana magari na nyumba ambazo zinastahili wote ni za kwetu wote, na magari ya kwetu wote. Kuna waziri ana magari 20, mengine haendeshi. Na sio magari ya bei rahisi. Kwa hiyo kumbe utajiri wetu umemilikiwa na watu ambao hawazidi 200, 300. Sisi wote tunateseka. Wana fedha kwenye account, unamuuliza, hivi wewe unaenda kuishi milele? Na hata Mungu akikupa kuishi milele uwe na wanawake labda 100, bado hutaweza kumaliza hizo mali ulizonazo. Lakini sisi wengine wote hatuna hata pesa ya kumnunulia mke wako kidonge anafanya. Kuna mtoto wake anamfia kwa shilingi 3,000, hawezi kumpeleka hospitali. 10,000, 20,000 ni matatizo. Kuna mtu ananiambia, nimefukuzwa nyumba na daiwa shilingi 50,000. Inatumiwa message nyingi sana kwenye Instagram. Vijana wa vyuo vikuu, university student, anakutumia, anakuambia, mheshimiwa, nilipia shilingi 50,000, nimetolewa darasani, siwezi kufanya mtihani. Ina maana familia imekosa shilingi ngapi? Ambayo hiyo ni mtu anakaa kwenye hoteli na kunywa juice glass moja shilingi 50,000. Lakini hiyo inashikilia maisha ya mtoto wa chuo kikuu ambaye anatoka kwenye nchi hii yenye utajiri mkubwa hivi. Sasa siku mkigundue na mkatambua hii kazi sio kwa ajili ya Heche wala Lissu, mkajitoa hata robo ya vile mnavyojitoa kwenye mambo mengine ambayo mnafikiri ni ya msingi sana, tutabadilisha nchi. Lakini bila kujitoa, tutakuwa tunakatisha watu tamaa. Lissu anakamatwa, anakaa gerezani mwaka mzima na miezi kadhaa. Baadaye anakuja anakuta mtu wa Chadema ambaye uko Shinyanga ambaye alikamatwa kwa ajili yako ili upate maisha mazuri, unafanya mzaha. Anajiuliza kama binadamu, hivi huyu ndio mtu ambaye mimi nimekaa gerezani nateseka, nimeacha mji wangu mzuri, kitanda kizuri, nyumba ya ghorofa, nateseka kwa ajili yake? Huyu bora niache kazi. Anaacha, anakata tamaa kwa sababu ya human beings. Watu wengi wanakata tamaa kwa sababu mtu anakuwa amejitolea, anatembea na window, alafu anakuta mtu anayempigania kwenye mtandao anaandika ujinga. Mtu anajiuliza, hivi mimi napewa bilioni 20-30 na zikataa kwa sababu ya huyu, na window ni wao watoto wangu wabaki yatima kwa sababu ya huyu ambaye anapewa shilingi milioni 1 anaanza kunitukana mimi ambaye niweka maisha yangu kwenye mstari. Mtu anasema acha niache kazi. Nachotaka kusema kwenu watu wa Shinyanga, tufanye hii kazi kama tunavyofanya kazi zingine zote za kwetu za maisha. Kama tunavyoenda msikitini tunatafuta uso wa Mungu, kama tunavyoenda kanisani tunatafuta kwenda mbinguni, tunatafuta uso wa Mungu, tufanye kazi ya ukombozi wa nchi yetu na kutafuta maisha mazuri hapa duniani. Mengine hayo ya mbinguni tutaenda kuishi huko kwa Mungu. Hatujui ya huko, ya hapa tumeshaona. Hapa tumeshaona kuna nyumba nzuri, hapa tumeshaona kuna gari gate, hapa tumeshaona kumbe kuna mabomba, kuna maji na stahili kupata, tuyatafute haya.
Wakati tunatafuta ya mbinguni, tutafute na haya ambayo tumeona. Ya mbinguni nani ameona? Hayo wachungaji wanatuambia, tunalazimika kuamini na tutayapigania. Juzi mchungaji wangu tulikuwa tunafunga makambi wingi Msabato, akasema Wasabato tuna tabia ya kusema vyote vitamwita.